Na leo na kusogezea historia ya kabila la Wasambaa ambao wao ni wenyeji kutoka Tanga, wilaya ya Lushoto. Na kama nilivyokujuza, kusambaa kwa jamii hii katika milima ya Usambara ndio chanzo cha jamii hiyo kuitwa Wasambaa. Jamii ya Wasambaa inasemekana kupanuka nyakati za karne ya 17 na 19. Kwa wakati huo 90% ya wakazi wa Lushoto ni Wasambaa. Jamii ya Wasambaa inapatikana katika milima ya Usambara kaskazini mashariki mwa Tanzania. Wasambaa ni jina ambalo limetokana na neno kusambaa. Asili ya Wasambaa ni Kenya, na walikuja katika milima ya Usambara kukimbia vita baina yao na Wamasai, wakiwa wanagombea malisho ya wanyama wao, na hatimaye walijikuta wanavuka mbuga ya Mkomazi na kusambaa katika milima ya Usambara, na hatimaye ikawa chimbuko la jina la Wasambaa, kwa maana ya kwamba wamesambaa katika milima, walisambaa karibu katika kila safu, nayo ikaitwa milima ya Usambara. Kwa asili Wasambaa wapo katika aina zaidi ya 10, lakini wote husikilizana kwa lugha moja ya Kisambaa, ambao ni Wasambaa, Washe, Wahea, Wanango, Mtandaa, Wakijewa, Wagamo, Wangwasho, Wakilindi na wengine kadhalika. Wasambaa wamegawanyika katika koo mbalimbali ndani ya jamii zao ambazo ndio utambulisho wao. Koo au ukoo ni jambo la umuhimu katika maeneo ya Usambaa, kwani wanajamii wa Kisambaa wanatambuana kwa majina yao ya ukoo. Alama maarufu ya koo za Kisambaa ni majina yanayoanza na she, kama Shemboko, Shekiango, Shekimweu, Shehiza, Shembilu, Shekinyashi, Shechambo, Shedodo, Shekalage, Shekiondo. Chakula kwa Wasambaa, chakula chao cha asili ni ugali wa muhogo, yani bada, wa maharage pamoja na ugali wa mahindi, wa kweme au mbegu za maboga. Mavazi kwa watu wa awali walikuwa wanavaa nguo ambazo zinatokana na maganda ya miti ambayo yanasuguliwa na mafuta ya samli mpaka yanakuwa laini na kuwa tayari kwa kuvaliwa. Vazi hilo linalovaliwa kwa wanaume na wanawake, lakini linakuwa na majina tofauti. Wanaume zinaitwa ukopa na wanawake zinaitwa vigungu. Kuoa au kuolewa, mwanaume anayetaka kuoa humtuma mshenga kwa wazazi wa msichana na kueleza nia yake. Wazazi wakikubali kwa kutambua umuhimu wa familia kama kuongeza uzao, wanakaa kifamilia, kisha wanamtuma mjumbe ambako wanakula pamoja na kutajiwa mahali kulingana na utaratibu wa Kisambaa. Upande wa kiume wapange siku ya kwenda kupiga hodi kwa mwanamke. Siku hiyo ndipo wataambiwa rasmi kwamba wamepata binti. Siku hiyo upande wa kike wataandaa chakula maalum kwa wageni. Ngoma yao maarufu sana ambayo hujulikana kama mdumange. Ngoma hii hupigwa kila shughuli mbalimbali za kijamii. Mwisho wa makala hii fupi kulihusu kabila la Wasambaa.